Mnatuziba sisi mdomo, mnafikiria mnatushughulikia sisi. Mnashughulikia bunge hili, na mkisha lishughulikia hili bunge mtashughulikiwa nyewe wenyewe, na hakutakuwa na mtu wa kuwapigieni kelele, hakutakuwa na mtu wa kuwasemea, kwa sababu wengine wote tutakuwa tumenyamazishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa kunipa nafasi sasa ya kuchangia baada ya kususia hotuba kutokana na kubanwa. Nianze na mwenyekiti, si katibu, ni naibu katibu kiongozi mstaafu wa UVCCM anayesema kwamba tukiudharau mwenge tutapata tabu sana. Nyinyi mmemdharau Mwalimu Nyerere na bado mna survive, itakuwa sisi kudharau mwenge? Mmedharau misingi mingi sana ya Mwalimu Nyerere ambao aliiweka katika nchi hii. Mnalinda mwenge badala ya kulinda azimio la Arusha ambalo lilikuwa na misingi mizuri kabisa kwa ajili ya kuwa na viongozi bora wa nchi. Hakuna mtu anasimama kwenye bunge hili, hata wewe ulikuwa kiongozi wa UVCCM, siwahi kusikia hata siku moja unamkumbuka Seth Benjamin, shahidi wa azimio la Arusha. Mnatetea vitu vyepesi vyepesi tu, mnasimama ndani. Unasema lazima tukimbize mwenge kwa sababu upo kwenye ngao. Kwenye ngao kuna jembe na nyundo na pembe ya ndovu. Sasa tuvichengue vyote, kuwe na ruti ya pembe, kuwe na ruti ya jembe na kuwe na ruti ya shoka, nazo ziwe na mbio zake, kwa sababu tu zenyewe nazo ziko kwenye ngao ya taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, alichokizungumza Mheshimiwa Lissu ni kitu cha msingi sana. Nembo za taifa zinaeleweka na tunatakiwa kuziheshimu, tusipotoshe kama tulivyopotosha mambo mengine huko nyuma. Huu mwenge ndio maana hata sijauzungumzia kwenye hotuba yangu. Hauna hata shughuli ya kufanya. Wanavizia miradi Mbeya mjini mathalan, toka uhuru kulikuwa hakujajengwa madaraja yanayounganisha jiji la Mbeya na kata za pembezoni kuelekea Mbeya vijijini. Kunazunguka mto. Leo hii chini ya meya wa Chadema Mheshimiwa Mwashirindi, tumejenga katika kipindi kisichozidi miaka miwili, tumejenga zaidi ya madaraja 10 kuunganisha jiji la Mbeya na pembezoni. Huko nyuma chini ya meya wenu hamkujenga, sisi tumejenga, alafu tunakuja kuleta mwenge kuzindua. Ndio maana wananchi hawakwenda. Kwa hiyo tunapozungumza swala, sisi humu ndani pia tunawakilisha wananchi. Hatuwezi kuja humu ndani kuzungumza kitu ambacho ni unpopular huko nje. Only people ambao wanaweza kufanya hivyo ni nyinyi, kwa sababu mnazozijua wenyewe. Mnajua kabisa hichi kitu hakitakiwi na wananchi, lakini mna impose, mnalazimisha. That's you. Sisi hatutafanya hivyo. Cyber crime. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii cyber crime naona imeanzishwa kwa ajili ya Ukawa tu. Wakati vijana wa Ukawa kutoka kina Mdude Nyagali, kutoka Mbozi, mpaka watu naozuia tusiwataje, kina Ben Sanane, wanapata matatizo, wanakamatwa, wananyanyaswa kwa kutoa maoni yao kwenye mitandao. Vijana wa CCM wanatukana viongozi wa upinzani mpaka matusi ya nguoni, lakini hakuna mtu ambaye anawakamata wala kuwachukulia hatua. Sasa vitu hivi mnaweza mkaona ni vitu vyepesi vyepesi sana, lakini niwaambieni, Asante. Asante Mheshimiwa Lissu. Lissu, samahani kidogo. Mheshimiwa, kuna tangazo dogo la wachezaji wote wa volleyball saa 7 kamili mkutani Pantini. Endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Naomba nianze kwa kuzungumzia moja ya vitu ambavyo ni sijui omission ni nini Kiswahili, lakini kuna vitu ambavyo vinashangaza kwa jinsi ambavyo tumejisahau. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisoma katiba ya Kenya ya sasa hivi, vile vifungu vya mwanzo kabisa vimezungumzia kwenye katiba, vimezungumzia nembo za taifa la Kenya. Wimbo wa taifa na maneno yake, coat of arms na nembo zingine za taifa la Kenya. Sisi Tanzania leo sisi tuna miaka, huu utakuwa ni mwaka wa 66 tangu tupate uhuru. Mheshimiwa Waziri, utakapokuja kuzungumza hapa, hebu waeleze wabunge hawa kama
kwa sheria za Tanzania, sizungumzi katiba, kama kwa sheria za Tanzania wimbo wetu wa taifa unatambuliwa kisheria. Wimbo wa taifa. Nafahamu miaka 10 baada ya kupata uhuru, mwaka 71, bunge hili lilitunga sheria inayoitwa sheria ya nembo za taifa. Na sheria ya nembo za taifa ile inazungumzia bendera ya taifa na ile bibi na bwana, coat of arms. Wimbo wa taifa, Mungu ibariki Afrika, sio nembo ya taifa kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Utakapokuja kuzungumza, Mheshimiwa Waziri, hebu uje utuelezee usahaulifu huu. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka 48 iliyopita, kuanzia mwaka 1969 mpaka 71, kilikuwa kipindi ambacho nchi yetu iliua uhuru wa vyombo vya habari kwa kutaifisha vyombo vya habari vya binafsi. Magazeti, ili gazeti la Daily News lilitokana na kutaifishwa kwa The Standard. Magazeti mengi yalikuwa nationalized. Tukaingia kwenye utawala wa kiimla, kwa maneno ya kina waziri hapa, ingia kwenye dola la kiimla ambalo halikuwa linatambua uhuru wa habari, na tumeenda na uimla huo mpaka 1984 tulipopata Bill of Rights kwenye katiba yetu. Na Bill of Rights hii, waheshimiwa wabunge, ni muhimu sana kwenye masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Tofauti na haki zingine, haki ya kupata habari imeondolewa kile kitu kinaitwa clawback clauses. Haina clawback clauses. Uhuru wa kupata habari na kusambaza habari hautegemei sheria kwa mujibu wa katiba hii. Ukienda kwenye nyingine nasema kwa mujibu wa sheria, kwa kufuatana na sheria. Article 18 ya katiba imeondoa clawback clauses. Lakini unashangaa Mheshimiwa Rais anaambia watu hadharani kwamba msifikiri mna uhuru wa habari wa aina hiyo. Not to that extent. Katiba yetu imeondoa mipaka ya uhuru wa habari. Kwenye haki ya habari there are no clawback clauses. Mheshimiwa Waziri, utakapokuja, hebu tunaomba utusaidie. Haya maneno anakuwa ameshauriwa au anakuwa anajisemea tu? Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii katika awamu hii, kama kuna kipindi ambacho uhuru wa habari unakabiliwa na tishio kuliko kipindi kingine chochote, ni tangu mwaka 2015. Na silaha za choice, kuna sheria inaitwa Electronic and Postal Communications Act, imetumika kukamata watu wengi sana kwa sababu ya kuexercise uhuru wao wa habari. Sheria ya makosa ya mtandaoni na sheria ya juzi ya huduma ya vyombo vya habari, hizo sheria tatu ndio zinazotengeneza utatu haramu kwenye masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. They constitute the biggest threat on press freedoms in this country. Ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio maana mapolisi wanatembea all over kwenye cyberspace. Ukisema serikali vibaya, ndani. Ukimkosoa waziri au rais, ndani. Nani aliyewaambia katika nchi hii kwamba the president is above the law? Nani aliyesema kwa mujibu wa sheria gani kwamba rais hawezi akasemwa vibaya? Kwa nchi hii alisema hiyo dhana kwamba rais yuko juu ya sheria yenyewe ina undermine katiba. Mheshimiwa Jaji Mkuu Samata. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, bunge hili lina wajibu. Msifikirie hii ni kelele ya wapinzani.
Bunge hili lina wajibu wa kulinda uhuru wa habari. Mkinyamaza kimya, nyie mlio wengi, mkinyamaza kimya, leo ni sisi, kesho ni Nape, kesho kutwa ni wewe. Nilizungumza wakati tunapitisha sheria ya vyombo vya habari, nilinukuu maneno ya baba wa rais wa sasa wa Ghana, wakati Nkrumah anapitisha sheria ya kuweka watu kizuizini, anamtumia waziri wa mambo ya ndani anaitwa Tawia Adamafio. Wakamwambia Tawia Adamafio, angalia unatengeneza mtego wa panya, utakukamata wewe. Na kweli Tawia Adamafio alikuwa mtu wa kwanza katika historia ya Ghana kuwekwa kizuizini kwa sheria aliyoipitisha mwenyewe. Tafadhalini waheshimiwa wabunge, tafadhalini, hizi sheria, haya mambo mabaya ambayo yanafanyika nchi hii halafu mnayalinda yasisemwe. Mnatuziba sisi mdomo, mnafikiria mnatushughulikia sisi, mnashughulikia bunge hili, na mkisha lishughulikia hili bunge mtashughulikiwa nyie wenyewe, na hakutakuwa na mtu wa kuwapigieni kelele, hakutakuwa na mtu wa kuwasemea, kwa sababu wengine wote tutakuwa tumenyamazishwa.